Mambo vipi? I hope uko poa wewe ambaye unaendelea kutazama Biomedia, na kwa upande wangu mimi niko salama kabisa. Karibu kwa wakati mwingine tuangazie taarifa ambako Harmonize pamoja na Kajala Masanja wameweza kufunga mwaka 2025 kama walivyofunga mwaka 2020 kama ambavyo wamefunga wao, lakini pia wamefungua mwaka 2026 na penzi lao la moto sana. Wengi wamelita la kitoto, wanatia aibu. Okay, tuangazie mambo ya mikaaje kwa mastaa wawili ambao ni Harmonize pamoja na Kajala. Bana Masanja huyu mwanamama Kajala pamoja na Harmonize walianza kama utani, na baadaye wakiweka hadharani uhusiano wao. Utakumbuka ilikuwa ni mwaka 2021, huku watu wengi wakidhani kwamba ilikuwa ni kiki inatafutwa. Wawili hao unaweza kusema waliweza kufunga mwaka 2021 kwa kuanika rasmi uhusiano wao kwa mara ya kwanza katika sikukuu ya wapendanao Februari mwaka 2021. Ndivyo walivyofunga mwaka huu 2025 katika sikukuu ya Christmas, kwa kuweka wazi kuwa wamerudiana tena bwana. Sasa baada ya Kajala kuvishwa pete Disemba 29, tukio hilo limezua gumzo, huku wengi mitandaoni wanasema kwamba Kajala amelamba matapishi bana ambayo aliapa hata yaweza kuyarudia tena. Kajala amezungumza na waandishi wa habari kuhusu kauli yake ya kutokurudiana na Harmonize, lakini pia kushambuliwa kwenye mitandao ya kijamii na watu kwa kuonekana kigeugeu. Lakini pia Kajala amebainisha kwamba alikubali kurudiana na Harmonize kwa kuwa bado alikuwa anampenda, hivyo watu wamuache, kwani maneno yake sio sheria wala Biblia. Lakini hata hivyo aliweza kusema kuwa tayari alikuwa amesonga mbele na maisha yake. So baada ya kuachana na Harmonize, lakini kama ameyazungumza na kuombana msamaha na bado kila mmoja anampenda mwenzake, sasa shida ilikuwa wapi kwenye wao kutokurudiana? Katika nukuu anasema, watu wanisamehe tu maana siwezi ficha hisia zangu kwa mtu ninayempenda. Nimerudiana na Harmonize kwa sababu nampenda. Japo nilimove on, lakini nilikuwa mtu ambaye bado mawazo yangu, akili zangu zipo kwake. Alafu tumezungumza na kumaliza tofauti zetu, tumeombana msamaha, kwa nini tusirudiane? Watu inabidi waelewe tu. Hivyo haraka wakinitukana au kunisema, sidhani kama nitawaelewa, sababu nishafanya uamuzi. Cha kufanya waachane na yaliyopita, wagange haya sasa hivi, aliweza kuzungumza mwanamama Kajala. Bana Kajala amevishwa pete na msanii wa Bongo Flava Harmonize, ikiwa ni pete yake ya pili baada ya kuachana kwa muda wa mwaka 2024 kwa madai ya kuwa Kajala Harmonize alikuwa anamchukulia poa sana kwa kila kitu, sababu ya mazoea, kitu ambacho alipiteleza na kukera nacho. So kabla ya mwaka 2024 Kajala alitokea kumtema Harmonize. Tutakumbuka hapo nyuma pia before 2024 ilikuwa ni April 2021, baada ya kumkuta kimtongoza bintie ambaye ni mwanadada Paula, ambaye kwa wakati huo basi alikuwa katika uhusiano na msanii Rayvanny. Kajala alikuja kumsamia Harmonize na alivalishwa pete hiyo katika hafla iliyofana sana ambayo iliandaliwa jijini Dar es Salaam pia, na ilikuwa siku ya Ijumaa Juni 2024. Kitendo hiki kiliwashangaza watu wengi sana kuwa Kajala kakubali kurudiana na Harmonize na hali ya kuwa amefanya kosa kwa mtoto wake kumtaka kimapenzi. Sio tu watu kushangazwa, hii hadi mtoto wake Paula hakupendezwa na tukio hilo kabisa. Na aliandika kwenye akaunti yake ya Instagram kuwa bora afe kuliko kumuita Harmonize baba. Akaweka picha utotoni ambayo alipiga akiwa na wazazi wake P-Funk Majani pamoja na mwanamama Kajala. Mrejesho wa uhusiano huo haukudumu sana, kwani Harmonize na Kajala waliachana tena. Hapo ndipo Kajala alipotamka kuwa kiukweli hataweza kulamba matapishi tena kwa kumrudia bwana mkubwa Harmonize. Na Kajala aliendelea kusema hadharani kwa kurudiana na Harmonize baada ya star huyo kumtaka kimapenzi Paula ni sawa na kujali mapenzi kuliko bintie bidada huyo Paula, na aliamua kuachana naye kwa sababu alikuwa anachukuliwa kimazoea sana na Harmonize, ambaye alimtuhumu mwimbaji huyo kutokuwa tayari kutulia kwenye mapenzi, kwa kwamba pia alikuwa na vitu. Katika nikao anasema, naona kabisa nilikosea pindi niliporudiana na Harmonize. Kuna kipindi nilianza kujali mapenzi zaidi kuliko mtoto wangu, wakati mtoto wangu ndiye aliyenifahamu vizuri kuliko mtu mwingine yeyote. Niliona labda vitu ninavyovifanya mwanangu anajisikia vibaya na hana cha kufanya, ila kwa sasa nimejifunza, nimeona wapi nilikosea na kuamua kurekebisha, na siwezi kurudi nyuma
ama kurudiana tena na huyo mwanaume, aliweza kuongeza Kajala wakati huo kipindi hicho walivyoachana. Sasa hapa chini tukumbushane penzi lilivyokuwa na heka ya kurudiana na kuachana. Bana 2021 waliachana kurudiana. Harmonize alimwomba msamaha Kajala kwa kosa la kumshawishi binti yake Paula wakati walipokuwa katika uhusiano, hivyo arejeshwe kwenye uhusiano. Kajala akamsamehe, ila uhusiano huo ulidumu kwa miezi miwili takribani. Mwaka 2022 waliachana kwa mara ya pili. Ijumaa Disemba 9, 2022 Kajala alitangaza kuwa wamemwagana tena na Konde Boy kwa mara nyingine. Kajala mwaka 2024 alivishwa pete. Harmonize alimvishwa pete mwigizaji Kajala katika hafla iliyofana iliyoandaliwa jijini Dar es Salaam Juni 2024 na kuhudhuriwa na familia, marafiki na watu wengine mashuhuri ambao walikuwa wamealikwa. Sasa waliachana lini baada ya pete ya kwanza? Machi 2025 tetesi za kurudiana kwa mastaa hawa wawili na Harmonize zilianza. Machi 27, 2025 baada ya kusambaa kwa video yao ikionyesha wakikumbatiana katika mashindano ya soka ya Samia Cup. Bana tetesi hizo zilidai kuwa wamerudiana kisirisiri, kwani Kajala anafanya kwa kujificha sababu hapendi kumkera mtoto wake Paula ambaye alikuwa hataki kusikia kabisa uhusiano huo ukirudi. Sasa waandishi wa habari walizokuwa kuzungumza na kupiga story na wawili hao Harmonize pamoja na Kajala kwenye nyakati tofauti, kila mmoja aliweza kukana kutokuwepo na mahusiano zaidi ya kumaliza tu tofauti zao na kuishi kama marafiki. So Mei 2025 Harmonize ndani ya birthday party ya mtoto wa Paula na Mario alifika. Tetesi za kurudiana kwa Harmonize na Kajala ziliendelea baada ya Harmonize kufika katika sherehe ya kuzaliwa kwa mtoto wa msanii Mario pamoja na Paula ambayo ilifanyika jijini Dar es Salaam, huku Kajala kuonyesha mahaba kwa Harmonize. Hapo bwana walizidi kuacha watu wengi njia panda kutakujua kama wamerudiana au la, maana muda wote walionekana wakiwa katika mahaba mazito kinoma noma. Lakini pia katika sherehe hiyo waandishi wa habari waliweza kubahatika kuzungumza na wawili hao kwenye nyakati tofauti kujua undani wa swala hilo, tena kila mmoja aliweza kukanusha vikali mno. Mashabiki nao walipamba moto na kudai kuwa hata mwanzo walivyokuwa wapenzi kisha wakaja kuachana kabla kurudiana, walianza kwa kuonekana hivyo kupitia mitandao wakiwa pamoja na baadaye wakaweza kuweka wazi kuwa wamerudiana. So baada ya kukanusha miezi 7 hivi iliweza kupita kwa hawajarudiana, lakini Disemba 29 mwanamuziki Harmonize aliweza kumvesha pete ya uchumba bidada Kajala. Lakini kabla hiyo pete, siku ya Christmas Disemba 29, 2025 katika show ya Harmonize kule visiwani Zanzibar waliweza kuonekana pamoja Harmonize pamoja na Kajala, na kwenye show hiyo Harmonize alimpandisha Kajala kwenye jukwaa kusalimia watu. Bana hapo ndipo watu wakaanza kuamini kwamba wamerudiana, na hapo waliosema kwamba ni kiki ya kuipeleka nyimbo yao mjini ile ambayo ameshirikiana na Mbosso. So kwenye hilo tukio sasa la kuvalishwa na pete ambalo lilifanyika katikati kabisa ya bahari kwenye yacht, Harmonize ameeleza vitu ambavyo amekuwa akivikumbuka kutoka kwa Kajala baada ya kuachana naye, ni kwa ni ukaribu wake pamoja na support ambayo alikuwa akimuonyesha. So katika nukuu Harmonize anasema nilimisi vitu vingi sana, lakini cha muhimu zaidi ni utu wake. Utu wake unanifanya na kuwa serious, utu wake unanifanya na kuwa hard work, lakini pia unanipa utulivu. Utu wake unanipa utulivu wa kufikiria maisha. Kingine ameifanya my house kuwa home, akiwa nyumbani kwangu, yani kuna geuka kuwa nyumbani. Nikisema hivi nadhani kila mtu anaelewa. Aliweza kuzungumza hayo maneno Harmonize akimsifia Kajala kwa kila kitu. So mipango ya ndoa na hashtag yao ni HK Forever. Wakati tukio hilo likiendelea, wawili hao walitangaza kuwa watafunga ndoa 2026, huku hashtag yao rasmi ikiwa tayari ni HK Ever. Mtazamaji wa Biomedia, maoni yako katika story ndefu kabisa hii ya mwanamama Kajala pamoja na Harmonize, umeipenda na unatarajia nini pengine mara tu baada ya wao kurudiana kwa mara nyingine tena? Endelea kuandika maoni yako moja kwa moja, feature Rose Dent zako anaangazia kwa wakati mwingine.